Unaitwa nani? Naitwa Margaret. Ilikuwaje? Ilikuwa jana jioni, alikuja akiwa amelewa. Akanikuta nimekaa hapo nimebandika maharage. Akaniambia, nani amekuambia ubandike maharage? Nikamwambia nabandika maharage ili nipike. Kwani wewe mbona umechelewa? Akaniambia mimi amelewa saa hiyo. Akaniambia unaniuliza hivyo kwa ajili gani? Kwani hela nimekuachia? Nikamwambia hujaniachia hela. Akaniambia nimekuachia. Hiyo hela niliokuachia 2000 inatosha. Mimi sijaongea naye. Akawa anatukana watoto hapo. Alikuwa anatukana watoto hapo, akawakatia miwa huko, akawa anakula na watoto. Sasa baadaye akazunguka hivi akamkuta huyu mtoto wangu huyu mkubwa huyu hapo alikuwa anacheza hapo na watoto naye. Akamuita akamwambia njoo, akaja. Akamwambia nipe hela hapo niende nikanywe pombe. Akamwambia mimi sina hela. Akaanza kumkimbiza mtoto. Alipokuwa anamkimbiza mtoto akarudi. Akaniambia na wewe hapo unafanya nini? Na maharage nitapiga teke. Nikamwambia utapiga mateke kwa ajili gani? Akaniambia sitaki mtu apike hapa, la sitaki mtu yote hapa nyumbani. Haya, akaanza kunipiga. Ndio nikakimbilia huko nikamuita huyu baba huyu mwenye nyumba. Mwenye nyumba akaniambia ingia kaa hapa ndani. Na akatoka, alivotoka hapa akaja akamwambia unampigia nini? Akamwambia nampiga. Akaja tena akanishika mbele yake. Huyu naye akamshika anataka kumpiga huyu mwenye nyumba. Haya kidogo huyu akamwachia. Ndio akampigia balozi simu. Balozi akaja. Balozi alipokuja hapa akamwambia sasa wewe mbona wewe unatukana matusi makubwa hivyo na watoto wanakusikiliza hapa amekaa anacheka unaona ni vizuri. Akasema mimi hapa mwenye nyumba mwenyewe niambii kitu ni msenge. Akaanza kumtukana tena huyu baba. Huyu baba akasema maliza na amemleta mtu kama huyu hapa kwangu. Kwa nini jamani? Mbona nateseka matusi mengi hivi? Akaendelea kumtukana huyu baba. Huyu baba akasema sasa ngoja nikuonyesha. Akaingia ndani akachukua faru. Akamchapa akamwambia ingia ndani. Akawa hataki. Akamchapa tena. Ndio akanyamaza. Aliponyamaza akaenda kusimama pale. Akamwambia Bailiza leo nitakuonyesha. Yaani leo hapa ndani hamna mtu anayelala. Leo yani mtaona kitu nafanya. Nikasogea akachukua jiwe akanilenga. Mimi nikakimbia sikurudi tena. Nikarudi tena nikazunguka hivi nikarudi nikamkuta mtoto wa mama huyu jirani hapa anamuingiza nyumbani. Alipokuwa anamuingiza akamwambia ingia ndani. Akaingia ndani. Alipoingia ndani akapigiza mlango akawa ameingia ndani kulala. Akufungua tena huo mlango na sisi tukaondoka. Kiini hasa cha ugomvi ilikuwa ni nini? Kiini cha ugomvi ndio hivyo tu alivyokuja yani amekuja amelewa. Wewe umelala leo? Mimi sijalala huko nimelala chumba cha pili kwa sababu tuna vyumba viwili. Wamejinyonga saa ngapi? Sijajua mimi hapo asubuhi sasa baada naita sijasikia naitika. Ndio nikapiga huo mlango teke. Mna mlango ni huo nje. Kwa majina naitwa Maria Abdalla Thumani, ni balozi shina namba 5. Huyu ndugu yetu jana nilipiga usiku kwenye simu kwenye saa 2. Alikuwa amelewa sana. Akana mfukuza mke wake. Tuliamua tulimbembeleza sana achane na ugomvi wa matusi. Alitukana sana. Akana mfukuza mke na watoto. Paka hatima hapo tukakaa tukaeleweshana kila kitu nikamwambia akalala akaenda akalala. Kwa hiyo kilichoendelea sikijui tena. Lakini kulikuja kwenye sanaa palikuwa pana tukio lingine kwa jirani, tukaja hapo kwa jirani. Nikawauliza mke wake vipi akasema amelala. Na jana alimfukuza mke wake akalala mwenyewe kwenye chumba chake mwenyewe. Ndo asubuhi kwenye saa 3 naambiwa kwamba mtu amefukutu kafariki. Nikamwambia amefariki vipi? Akanambia jana mimi sijalala naye, alinifukuza. Kwa hiyo akamelala kwenye nini? Kwenye chumba chake. Nilipoona ule muda ambao sio kawaida yake kuamka, ikabidi nikagonge, gonga haitiki. Ikabidi afanye nini? Avunje mlango. Ndio tulipofika pale kwa kuta ndo kaninginia pale. Kuna kamba hapo juu lakini miguu amepiga magoti kitandani. Kamba imekaza? Kamba imekaza, naona alikuwa anajitahidi kuondoa, alikuwa ameshikilia hapo kwenye mikono hivi. Alikuwa ni kijana wa aina gani? Huyu ni mkubwa kama kwenye miaka kama kazaliwa kama kwenye miaka 77 hivi. Ni pombe maana amekuwa anakunywaga sana. Analewa saa zingine mke wake anamuokota anamrudisha nyumbani mara nyingi tu. Kwa kiini hasa cha ugomvi baada ya kusuluhisha nyumbani? Kiini ni kwamba yeye kutukana tu alikuwa amelewa jana alelewa sana. Labda ni zaidi mwenye nyumba yake huyu hapa ndo alinipigia simu. Kusema kizembe. Ni maana ni pombe, maana ameshazoea mara kwa mara analewa, anakutoa mferejini, anaokotwa, analetwa nyumbani mara kwa mara tu. Asante. Kwa jina naitwa Sofia Limwidani, ni diwani wa viti maalum, natokana tarafa ya Elerai, naongoza kata 12 lakini naishi katika kata ya Sinoni.
Leo hii kwenye majira kama saa 4 na dakika kidogo nilikuwa nimelala kitandani kwangu kwa sababu afya yangu ilikuwa sio njema sana. Kidogo nikamuona balozi wangu amekuja mbio, kaniambia mheshimiwa diwani hebu toka. Nikamwambia kuna nini, mimi naumwa. Akaniambia bwana hebu toka, huku kuna tatizo limetokea. Nikamwambia tatizo gani tena bwana, niache mimi naumwa. Akaniambia hapana, twende, ni mtu kajinyonga. Nikamwambia basi ilibidi tu nikurupuke kitandani, nitoke nifike kwenye eneo la tukio. Baada ya kufika kwenye eneo la tukio nikakuta wananchi wameshakusanyika pale wakiwa wanamwangalia yule ndugu yetu aliyokuwa amefanya kitendo hicho. Basi na mimi nikawa nimepitisha macho kuchungulia, nikaona kweli ni mtu ambaye ameninginia akajiweka kama nguo shingoni. Basi ndo nikamwambia jamani, mbona huyu mtu ameshatuacha? Kwa hiyo cha msingi nikafanya utaratibu wa kumpigia mwenyekiti na kuwasiliana na mkuu wetu wa polisi ili kwa ajili ya kuwaita kuja kufika kwenye hilo tukio. Na kweli niwashukuru ni polisi, nipongeze jeshi letu la polisi kwa sababu katika kuwapigia tu hawakuchukua hata muda wa robo saa, wakawa wameshafika kwenye eneo la tukio, wamekuja wamefanya utaratibu wao na mwili umeshaondoshwa hapa nyumbani, umeshapelekwa mochwari kwa maandalizi mengine. Kwa kweli mimi ni waasi wananchi kwa sababu kwa kweli maamuzi haya aliyochukua kijana wetu sio mazuri, lakini unajua saa nyingine mtu unakuta amekwazika na jambo, unajua kuliko ukawa na jambo kaka nalo ndani ya moyo, ni bora kumshirikisha mwenzako mwingine yoyote akakupa ushauri. Maana unaweza shetani akawa amekukalia ukaamua kufanya kitendo kama hicho. Kuliko unajua saa nyingine mtu anaweza kufanya kitu kama kile tukaona labda ni mtu ambaye kaamua tu, lakini usikute labda alikuwa na lake kwenye moyo, lakini hatuwezi kujua. Kwa hiyo niwaambie tu wananchi wasichukue hasira za haraka za kuamua kujiondoa katika dunia hii. Hicho tu ndio nawaasa wananchi.